Mwanamke unashauriwa kutumia karafuu ili uweze kujihakikishia kwamba unatibu changamoto ambazo zimekuwa zikikusumbua hasa katika mfumo wako wa uzazi. Lakini mwanamke ukiwa katika hali hizi tatu, unashauriwa kuto kutumia karafuu, kwa sababu matumizi ya karafuu katika kipindi hiki inaweza kusababisha mabadiliko fulani katika mwili ambayo yanaweza kuletea changamoto. Jambo la kwanza, mwanamke ukishakuwa mjamzito haushauriwi kabisa kutumia karafuu. Ukitumia karafuu ina uwezo mkubwa sana wa kwenda kuondoa uzalishwaji wa zile homoni ambazo zinakuwa zinashikilia ile mimba, na matokeo yake zinaweza zikasababisha kupata miscarriage au mimba toka. Lakini aina ya pili ya mwanamke ambaye hashauriwi kutumia karafuu ni yule mwanamke ambaye anatumia karafuu wiki moja kabla ya period, au anatumia karafuu siku chache kabla ya kuingia period au wakati wa period. Mwanamke unapotumia karafuu katika kipindi hiki huwa inasababisha kwenda kuathiri mfumo mzima wa mzunguko wa damu, na matokeo yake utajikuta kama unaingia period na ukatumia karafuu inaweza ikakusababisha ukapata overbleeding, yani ukapata damu ambayo imekuwa si ya kawaida. Lakini aina ya tatu ya mwanamke ambaye hashauri kutumia karafuu ni yule mwanamke ambaye anakuwa ananyonyesha. Mwanamke ambaye anakuwa ananyonyesha na akawa anatumia karafuu inaweza kusababisha kwenda kuvuruga homoni ya prolactin, hali ambayo inaweza kumfanya huyu mwanamke akawa hana uwezo tena wa kuendelea kuzalisha maziwa ya kutosha, na matokeo yake ni kwenda kumwathiri yule mtoto ambaye anakuwa anamlea. Kwa hiyo kuna video ambayo nilizungumza kuhusiana na faida za kutumia karafuu, lakini kama utakuwa ni mwanamke ambaye unaingia katika makundi haya matatu, hakikisha unaepuka kutumia karafuu ili uweze kujiepusha na madhara ambayo unaweza kuyapata, ili uweze kukaa sawa. Kama utakuwa na changamoto yote katika mfumo wako wa uzazi, unakuwa na uchafu, siku zako za hedhi haziko sawa, unapata maumivu wakati wa tendo la ndoa, unapoteza hisia na vitu vingine, namba yangu ipo kwenye bio. Chukua namba yangu hapo kwenye bio, tuwasiliane ili niweze kukusaidia kukupatia ushauri, upate matibabu ya dawa ambayo itasaidia kwenda kutibu chanzo cha tatizo. Nifahamu kama Dr. Joseph, naamini kuna kitu umejifunza. Usisahau kushare ujumbe huu na wanawake wengine, lakini pia usiache kunifollow. Karibu sana.